Bwana Yesu asifiwe. Nikuletee ujumbe wa neno la Mungu mchana wa leo. Ujumbe wa leo unasema kutafuta njia nyofu kwa kumtumainia Bwana. Kutafuta njia iliyonyoka kwa ajili ya kumtumainia Bwana. Ni ujumbe ambao wanahima tangu hii wiki imeanza wakiwa katika kazi ya maandalizi ya kufungua, na tumekuwa tukitembea na ujumbe huu kama neno la kutuongoza kwa ajili ya kazi yake kwa muda wa wiki yote hii. Na katika maombi ambayo walikuwa nayo tangu jana ya masaa 24 tuliongozwa na ujumbe huu wa kutafuta njia iliyonyooka kwa kumtumainia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na katika haya yote ninaomba niongelee sana na nijikite katika kipengele cha maono. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoongelea juu ya maono, maono ni picha. Maono ni mtazamo wa ndani. Mwanadamu awaye yote ambaye yeye humridhia kwa ajili ya kazi yake. Ramani inayochorwa na Mungu mwenyewe kwa mwanadamu ndani yake, ikiwa ni mzigo wa namna ambavyo ataitumikia jamii yake, ambao ni mzigo kwa namna ambavyo atafanya kazi hemani mwa Bwana ama shambani mwa Bwana katika kuihudumia jamii husika. Hayo ndiyo tunaposema maono. Ni mtazamo wa ndani, ni picha, ni ramani ambayo mchoraji mwenyewe ni Mungu mwenyewe kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Niulize, ni wangapi hapa wanayo maono? Wangapi wana maono? Bwana Yesu asifiwe. Sishangai ninyi kuwa wachache. Sishangai kuwa wachache, na ndivyo ilivyo. Naomba unisikilize. Na ndivyo ilivyo. Dunia hii tulionayo kwa leo, watu wenye maono ni wachache sana leo. Ni wachache kwa sababu maono ni mzigo. Maono ni kazi nzito ambayo ni wachache wanaoweza kustahimili hali hiyo. Ni mzigo kwa maana kwamba mzigo unaoubeba ni wewe mhusika ambaye unayo maono. Hata yule aliyeko jirani yako, yamkini ni mke wako, yamkini ni wazazi wako, ni baba ama mama, ni rafiki zako, ni wadogo zako, shangazi, mjomba, kaka ama dada, hawawezi kujua ulicho nacho ndani yako wewe. Mzigo wa maono ambao Mungu anauweka ndani yako, maumivu anayo yule aliyebeba maono. Ni sawa na uvaaji wa kiatu. Wana falsafa wanatuambia, ama wanafasihi wanasema, ni mvaaji wa kiatu ndiyo hujua maumivu na wapi kiatu kinabana. Vivyo hivyo kwa mbeba maono, anayejua mzigo aliyoubeba ni yeye mwenyewe. Musa katika utekelezaji wa maono na kazi iliyokuwa imewekwa ndani yake na Mungu, alijikuta akiwa na mzigo mzito, akiwa na mawazo mazito, hali ya kudhoofu mpaka hali yake ya kiafya. Maono ni mzigo, ni kazi nzito ambayo anayebeba yale maono ndiye anayejua changamoto yake. Akapata ushauri kwa baba yake, akishauriwa, Musa, kama utaendelea hivi utadhoofika kiafya. Ni kwa sababu alikuwa bize toka asubuhi mpaka jioni akihudumia watu. Bwana Yesu asifiwe.
Haya ninayoyasema wanaweza kuyadhibitisha watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya kuihudumia jamii, jukumu lolote ambalo wewe kama mbeba maono unalo ndani yako, wewe ndio unayejua mzigo husika. Ni kweli Musa alishauriwa wakati mwingine atengeneze watu wa kumsaidia ili asizofike, ili apate muda wa kupumzika. Sikiliza nikwambie, maono waweza kuandaa watu kwa ajili ya msaada, kwa ajili ya kukusaidia kuchepua kazi, kufanya wewe usiwe bize muda wote. Lakini ninakwambia, Bwana Yesu asifiwe, ninakwambia mwana wa Mungu, changamoto ni moja. Wewe ndio unayejua unakoelekea. Ni sawa na dereva. Dereva ndiye anayejua safari aliyo nayo, anapaswa apite katika njia ipi. Vivyo hivyo ramani ya maono ya mtu husika anaijua mwenyewe. Hata kama ungepata watu wa kukusaidia, bado mzigo utakuwa nao wewe. Changamoto unayokutana nayo, utatoa maelekezo, watatenda, lakini sivyo vile ambavyo wewe ungependa. Bwana Yesu asifiwe. Ninayasema haya kwa sababu moja. Kazi kama hii ya kuhudumia jamii, wakati mwingine unapata stress nyingi, unapata shida nyingi, unatamani hata mke hata mume wako atambue unavyojisikia ndani yako, lakini ni ngumu. Ni ngumu kwa sababu wewe ndiye unayejua. Wakati mwingine unaweza ukaulizwa swali ukafikiri, asipokuelewa akakuona wewe ni mkorofi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ninakwambia dunia ya leo wabeba maono ni wachache sana. Lakini pia kwenye jamii wanayoishi, wakati mwingine wanaonekana ni mzigo, wanaonekana ni makomplikator, kwa sababu kile anachokifikiria yeye sivyo ambavyo atawaelekeza wengine, atasaini wengine kutenda vile yeye atakavyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati nadhani aliyesema na yeye ndani yake yapo maono ananielewa ninachokisema. Wakati mwingine unaweza ukawa unalia kwa sababu ya uchungu, namna unavyoungulia ndani, unawaka moto. Na wakati mwingine kinaweza ikawa kikwazo ni ndugu zako, kikwazo chaweza kuwa ni wazazi wako, hata mwenzi wako wa ndoa unaweza kuwa ni kikwazo. Bwana Yesu asifiwe. Ninamaanisha nini? Kazi hii ya kumtumikia Mungu katika kanisa ama katika jamii, katika taasisi ni mzigo. Jamii inavyokutazama, inakufurahia, inatamani nafasi uliyo nayo. Sikiliza nikwambie, ukiona kiongozi anaikimbilia nafasi fulani, hajui uzito wake. Uongozi ni mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa kiongozi wa kweli, anayejua maana ya uongozi, anaogopa kuongoza. Anaogopa kwa sababu anajua anapaswa kudeliver, anapaswa kuonesha maendeleo chanya, anapaswa kuonesha mabadiliko katika kazi anayoifanya. Unapokuwa kiongozi halafu jamii isione faida ya kile unachokifanya, wewe sio kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi anayejua mzigo, anayejua kutathmini mzigo wa nafasi hiyo husika, wengi wanakataa kuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Na mara nyingi hao jamii huwa inawajua na inaenda inamwambia, wewe unaweza, nenda kwenye ile nafasi. Anakuambia hapana, mimi siwezi. Hawezi kwa sababu anaujua uzito wa kazi husika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kipi kifanyike? Wewe mwenye maono, maono ni faida ya jamii, maono ni faida ya familia husika, lakini sio kwa mhusika, sio kwa mbeba maono. Wanasema mbeba maono hafi mpaka litimize kusudi la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Faida wakati mwingine waweza kuwa unaifanya wewe haikuhusu,
wewe ni mtengeneza njia, wewe ni mbeba mzigo. Kwenye Biblia wananielewa wabeba mzigo kina nani? Wananielewa. Kwa hiyo wakati mwingine kazi hii unaweza ukasema nipeleke hata watoto waje wafanye kazi kama hii ninayoifanya mimi. Sikiliza mwana wa Mungu, kila mtoto ana wito wake na Mungu. Sio kile unachokitaka mtoto anaweza kufanya kile wewe unachotaka. Unaweza ukataka afanye vile na mkakosana, kwa sababu kila mmoja na wito wake. Na wakati mwingine inafika pahala unaona haya ni mateso. Kwa nini mimi nateseka hivi? Mungu anajua. Mungu anasema hawezi kukupa mzigo akakunyima nguvu za kubebea ule mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema atamanie kazi ya uaskofu, atamani kazi njema. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninasema na mimi hivi, atamanie uongozi, anatamani kazi njema, lakini hakikisha kila unachokifanya kinakuwa na matunda kwenye jamii. Usiwe kikwazo, jamii isipate faida ya kile unachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa ni mtengeneza njia, wengine wapite, wewe kutana na miba, wewe kutana na mawe, kutana na vigingi vya kila namna. Ni lazima uyajue hayo. Ukiwa kiongozi usilalamike. Kazi ya kiongozi ni kutengeneza njia. Kazi ya kiongozi ni kukanyaga miba, wengine wapite kwa amani. Bwana Yesu asifiwe. Tunatoka kwenye familia saa nyingine zenye shida, familia maskini, lakini unaibuka wewe kama mtende katika jangwa, lakini unalia peke yako. Namkumbuka Bwana Ismaili Sepo akasema utakutana na upweke, kwa sababu kile unachotaka watu wakushauri hawakijui. Wakushauri nini? Kile unachotaka watu wakusaidie, watakusaidiaje? Hawajui kile wewe unachofili ndani yako unataka nini. Bwana Yesu asifiwe. Miradi mingi inayoanzishwa katika jamii, katika familia imekufa pindi tu wenye maono walipoondoka. Ni kwa sababu huyu ndio alikuwa anaijua njia na si mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni changamoto, wana wa Mungu. Ninakupa kama changamoto, ulijua hili. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine ndugu zako wanaweza kafikiri huyu bwana amebadilika sana, Unaweza ukakaa naye, anakaa kimya tu, hata akusemeshi, hata azungumzi na wewe. Muhurumie huyo, ukimwona yuko hivyo muhurumie. Anaungua, ana moto ndani yake. Paulo akasema nina mwiba, si ndio baba? Hawa watu wana miba ndani yao. Wakati wote anafikiria haya maono nitayatimiza lini. Anaona magorofa mbele yake, lakini anakutana na upeke, anakutana na utupu, anakutana na changamoto. Hata wale anaotaka wamsaidie hawamwelewi. Bwana Yesu asifiwe. Kutafuta njia nyofu kwa kumtumainia Bwana. Suluhisho ni hili, wana wa Mungu. Ni kweli ninasema haya kwa sababu ni mmoja wa changamoto ninayeipitia. Ninachozungumza na mimi kinanihusu. Bwana Yesu asifiwe. Niseme hivi, wabeba maono wengi wanaondoka kabla ya siku zao, na hasa wanapozitumainia akili zao, na hasa wanapotumainia nguvu zao. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa nikifuatilia watu wengi wenye mataasisi, wenye makampuni, wenye biashara kubwa, wako karibu na Mungu. Ukaanzisha biashara yako, ukaanzisha kampuni lako, na ukamwona Mungu si kitu kwako, wewe ni marehemu wa kesho, kabla ya siku zako. Bwana Yesu asifiwe. Na namna nyingine unaweza kufanya, lakini utambue ya kwamba jambo lolote unalolifanya linakuwa na faida kama limejengwa katika msingi wa kiungu. Kama jambo unalolifanya liko nje na msingi wa Mungu, haliwezi kufanikiwa na shetani atalipiga. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ameua biashara nyingi, ameua maono ya watu wengi. Ni kwa sababu wahusika hawakujua wakimbilie wapi. Ikiwa Mungu ndiye mchora ramani ndani yako,
ndani yako wewe kama mbeba maono, anajua na njia unayopaswa upite. Yeye atakuongoza katika njia husika. Acha kuongozwa na akili zako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika haya yote ninataka tuongozwe na maandiko haya ambayo wanawima tumekuwa tukiyapitia. Tuliamua baada ya kujua wakati mwingine tunakutana na mitego katika njia, katika kazi zetu tunazozifanya, katika ramani ambayo Mungu ametupa tutembee kwayo. Tunakutana na vizingiti, tunakutana na changamoto. Tukasema hapana. Nimshukuru mtumishi wa Mungu, akasema Mungu anasema wanawima muingie katika maombi ya masaa 24. Na mimi nikasema hakika ni lazima mimi niwe mstari wa mbele. Kiongozi, kazi yako ni kukanyaga miba, wengine wapite. Na wakati mwingine unaowaongoza naweza wasielewe, wakafikiri labda huyu bwana anatutesa, huyu bwana, kwani hili ni kanisa, hizi ni taasisi ya elimu, mbona tunaingia katika hali hii? Si kwa wima maini. Mimi nimshukuru Mungu. Ndio maana nikasema Mungu hawezi kukupa mzigo akakunyima nguvu za kubeba mzigo. Anapokuwekea mzigo wa kubeba, anakupa na nguvu za kubeba mzigo. Ninamshukuru Mungu, amenipa kazi ya maono, kazi nzito inayokula afya yangu na umri wangu. Wakati mwingine hatuwaelezi hata majirani zetu wa karibu, kwa maana ya wapenzi wetu ama wake zetu ama waume zetu, kwa sababu najua ukimweleza unachojisikia. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Mungu, ninamshukuru Mungu kwa sababu amenipa familia ya ajabu ya Wima Maini. Wananisaidia hawa watu, lakini naamini sio wao, ni neema ya Mungu. Mungu ndiye anayenibebea huu mzigo. Naamini kwa sababu sikuelewa baada ya mimi kuwa na haya maono na yakaanza kuchipua kwa kasi. Akanipeleka sehemu. Nia yake ilikuwa mimi nijifunze, ninaporudi niwe nimeiva. Akanipitisha mpaka kwenye kesi nyingi, mimi nikiwa mkorofi sana, mpaka kwenye kesi nyingi. Lakini kumbe Mungu alikuwa anajua yale ninayoenda kubeba. Nabii Elia kama sikosei, akaambiwa kula, amka ule. Safari unayoenda kuiendea sio lele mama, amka ule. Akala kidogo, akabakiza kipande cha mkate, akaambiwa unanitania, amka ule. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoanza hii kazi hii ya kumtumikia Mungu, kubeba watoto wa watu, imani za watu kwa ajili ya maono ambayo Mungu alikuwa anaweka ndani yangu, nikajikuta ninafatwa kila mara na mtumishi wa Mungu akiniambia karibu kanisani kwetu. Wakati huo nilishaacha kusali, nikaona hawa nao ni waongo tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninaiona faida leo. Ninajiuliza, nisingekuwa na hii nguvu ningebebaje haya maono? Wana wa Wima hatukuwa na namna nyingine yoyote. Ajizaniaye amesimama, angalie asijeanguka. Wanawima, mnapofanya vizuri katika matokeo ya mitihani, mnapofanya vizuri katika kila jambo, mwezeshaji wenu ni Mungu. Na ndiyo maana mimi wanafika pahala nasema sitoshi na siwezi kuitwa mkurugenzi, mimi ni msaidizi. Mkurugenzi wetu ni Mungu mwenyewe, ndiye anayetupa maono, ndiye anayetuongoza, ndiye anayesema pita hapa. Hajawahi kukaa kimya, hajawahi kunyamaza tangu alipotupa kazi hii. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu kajichanganya ukaja Wima Maini, huwezi kukaa, utaonekana huko tofauti. Mfanya kazi yoyote ukajichanganya ukaja Wima Maini, hautokaa. Na mimi ndo ninayejua, wakati mwingine nyinyi mnaweza msijue, na sisi wakati mwingine hatuwaambii kwamba huyu Mungu ameshamkataa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kipi kifanyike? Wana wa Mungu, una maono, una kazi nzito ambayo Mungu amekupa. Jukumu nalopaswa kulifanya ni kuutafuta uso wa Bwana, ni kuitafuta neema ya Mungu, ni kuchuchumilia kazi ya Bwana, ni kuwa mnyenyekevu kwa ajili ya maelekezo ya Bwana, ili uweze kubeba mzigo ulio nao mbele yako. Uking'ang'ana kwa akili zako utatumbukia shimoni. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee msomaji wangu
Ezra 8:28 na 21. Kutafuta njia nyofu kwa kumtumainia Mungu. Mtumishi wa Mungu aliyokuwa akituongoza katika maombi ya masaa 24 akasema hatukuwa na namna nyingine bali kutafuta uso wa Bwana. Njia ni nyingi, lakini zipo njia zimepinda pinda, zipo njia zinakona, huwezi kupita. Njia pekee ni njia iliyonyoka ambayo ni njia ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Soma mtumishi wa Mungu. Ezra 8:21. Biblia inasema, karibu. Ndipo nikaamuru kufunga hapo kwenye mto Ahava, ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu. Lengo hasa la hayo maombi aliowaongoza aliowaongoza Ezra, watu wala walikuwa akiwaongoza kwa kazi ambayo Mungu alikuwa amemkabidhi. Hapakuwa na namna nyingine bali kutafuta namna ya kujinyenyekeza na kutafuta kwake njia iliyonyooka, na kuitafuta njia iliyonyoka kwa ajili yetu sisi wenyewe. Lengo ni kwa ajili yako wewe mwenyewe, mbeba maono, wewe ambaye Mungu amekupa mzigo kwa ajili ya utumishi, na kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya uzao wako pia, kizazi ambacho wewe ndicho unawajibika kwacho, lakini pia na kwa nuru yetu, kwa ajili ya kila ambacho Mungu anakujalia. Hauwezi kufanikiwa mwana wa Mungu ukiwa msanii katika maisha. Sikiliza nikwambie, maisha mazuri yanahitaji commitment, yanahitaji kujitesa, yanahitaji kuacha vitu vingine sadaka kwako. Huwezi ukafanikiwa kila kitu unataka ufanye. Starehe unaitaka na maisha mazuri unayataka, vikundi unavitaka. Fuatilia, asilimia kubwa wabeba maono wanaishi maisha ya upweke. Hawana makundi. Furaha yao ni kukaa peke yao, kutafakari yale ambayo yanamhusu yeye mwenyewe na ustawi wake. Fuatilia, wengi huwezi ukawakuta amening'inia kitambaa cheupe. Ukiona wewe ni mteja wa kitambaa, sichafui biashara ya mtu, ninakueleza wazi. Ukiona wewe ni mteja wa vilinge kama vile, wewe ni wa kuongozwa na makofi juu. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi huwa lazima apate muda wa kupumzika, lazima apate muda wa kutafakari njia anayoiendea imenyooka kiasi gani. Kama kile unachokifanya sicho, ni lazima ubadilishe njia zako. Mungu anatuambia ondoa mguu wako maovuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma mtumishi wa Mungu. Imeisha. Katika Ezra kuna mambo makuu mawili ambayo anatuambia, na alikuwa akiwaeleza lile kundi alilokuwa akiliongoza. Akawaambia, cha kwanza ni lazima tutafute njia iliyonyoka. Njia iliyonyoka kwa biashara yako ni Mungu. Njia iliyonyoka kwa ndoa yako ni Mungu. Unataka ustawi na ndoa yako, mfuate Mungu. Unataka watoto wako wafanikiwe, maandiko hayajawahi kusema uongo. Sanaa yako, watoto wako wataishia vilingeni. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa baba mwenye akili timamu, acha ubinafsi, kutokutengeneza misingi endelevu, kutokufuata njia nyoofu kwa ajili ya ustawi wa familia yako, huo ni ubinafsi. Acha kuzaa kama mbwa. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini maneno yangu ni magumu sana, lakini ndivyo ilivyo. Ninakueleza wazi, wakati mwingine ni lazima uwe serious na maisha. Unapozaa mtoto, tengeneza misingi sahihi. Unapozaa, kazi yoyote unayoifanya, yule ni mwanao. Kazi unayoifanya iwe biashara, yule ni mtoto wako. Tengeneza msingi sahihi, acha ubinafsi. Ukiwa una ofisi, ile ofisi ni mwanao. Tengeneza msingi sahihi kwa ajili ya biashara yako hiyo. Acha ujinga. Wajinga wengi hawajawahi kufanikiwa, mwana wa Mungu, ninakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kufanikiwa, be committed. Jifunze kwa waliofanikiwa. Wengine wanasema vile, lakini huo ni ukweli. Na kiongozi pekee
ukimpuuza Mungu, ukimshika Mungu kwa mkono mlegevu, ndugu yangu, utalia tu. Bwana Yesu asifiwe. Ezra anasema chagua njia nyoofu. Njia nyoofu ni ya Mungu. Anasema jinyenyekeze mbele za Mungu. Ukikosa pa kupumzika, ukikosa pa kupunguza upepo unapokujaa ndani yako, utapasuka. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima katika maisha uwe na sehemu ya kupunguza upepo unapokuzidi ndani yako. Pressure ndani yako inatakiwa ipunguzwe. Unaipunguza kwa namna ipi? Wengine wanaenda kwa waganga kupunguza hiyo pressure. Wengine wanaenda kwa marafiki zao kupiga mbea ili mzigo umshuke. Lakini njia iliyo sahihi, jinyenyekeze kwa Bwana. Shuka kwa Bwana. Nyenyekea kwa Bwana. Mwambie, wakati mwingine mimi huwa nafika pahala joto linajaa, ninahisi ninapasuka wakati wowote. Neema ya Bwana, ghafla unapata upepo. Anakwambia haya yote mtwishe mwenye mzigo, mtwishe Bwana. Mwambie mwenye kazi, yeye atafanya njia, maana yeye ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu, elimu peke yake haijawahi kumsaidia mwanadamu. Sikiliza ndani yako kuna nini Mungu amekiweka. Ikiwa kuna kitu ndani yako Mungu anakuambia ukifanye, mara nyingi huwa ni sauti ya upole, lakini unaipuuza. Bwana Yesu asifiwe. Jinyenyekeze kwa Bwana. Yeye atakuongoza, yeye atakufundisha ni njia ipi. Atakufundisha njia yake, nao utatenda na utatembea kwa utukufu wa jina lake. Naomba unisomee Zaburi 27 mstari wa 11. Kwa nini utafute? Kwa nini umtafute Bwana? Kwa nini umtumainie Bwana? Kwa nini tumtumainie Bwana? Kwa nini tutafute uso wa Mungu? Zaburi 27. Kwa nini tusienende kwa akili zetu na elimu zetu? Kuna masters, kuna madigrii ya kutosha leo hii, lakini sikiliza nikwambie, wasomi wengi akili zao zimefungwa. Ni giza tupu, giza totoro, haoni chochote. Kuna njia nje ya elimu yako, kuna njia nje ya njia zako. Ipo njia iliyonyoka, ijapokuwa kuna njia ambazo huwa zinaonekana ni njema machoni kwa wahusika, lakini mbele za Bwana hapana. Bwana Yesu asifiwe. Soma mtumishi wa Mungu. Zaburi 27:11, Biblia inasema, Bwana, unifundishe njia yako na kuniongoza katika njia iliyonyooka, kwa sababu wao wanaoniotea. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kingine kitachokusaidia. Utambue, unapoanzisha biashara yupo anayekuotea. Unapoanzisha biashara, ndugu yangu, ukaianzisha biashara kwa akili zako, ukaanzisha biashara kwa misingi ya uwezo na fahamu zako na kipato chako, yupo anayekutafuta usiku na mchana, na yeye hachoki. Yupo anayekuotea. Sasa njia pekee, maandiko kupitia Daudi yanatuambia mtafute Bwana ili akufundishe njia zake, ili kupata njia iliyonyooka kwa ajili ya wanao kuotea. Kila mtu huwa anaotewa, uwe hujui ama uwe unajua, lakini wapo wanaokuotea usiku na mchana. Wapo wanaofuatilia maisha yako. Wakati mwingine ni ndugu zako wa karibu, wakati mwingine ni wazazi wako wanakuotea. Uwepo wako wanaona ni faida kwa namna nyingine katika ulimwengu wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Tunatoka kwenye familia za hovyo, zina misingi ambayo si faida sana kwa maisha yetu. Wanachoangalia wao wafanye nini, njia zao ziendelee. Sasa mwana wa Mungu, ulitambue hilo. Unataka kuendelea mbele, unataka kuwa na ulinzi thabiti, madhubuti, njia pekee ni kumkimbilia Bwana. Utakuwa salama, uzao wako utakuwa salama, na ndoa yako ni salama pia,
kama Bwana ni kimbilio lako. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee mwana wa Mungu Zaburi 125. Wanahima tuliamua kuwa na mstari wetu ambao ndio kiongozi wa mambo yote, na kwa namna yoyote, hatuna namna, ni lazima kila mara tutajikumbusha, maana unatutia nguvu. Karibu mwana wa Mungu. Zaburi 125 mstari wa kwanza, Biblia inasema, karibu baba. Wamtumainia Bwana ni kama mlima Sayuni. Ukimtumainia Bwana hautatikisika, mwana wa Mungu, ambao hautatikisika wakaa milele. Endelea baba. Kama milima inavyozunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake tangu sasa na hata milele. Ukishakuwa mwana wa Mungu, ukamkiri Bwana kwa kinywa chako, ukamrejea yeye, ukakiri ya kwamba mimi, wewe ndio utaniongoza, wewe ndio utakuwa baba yangu, ndugu yangu, utakuwa kama mlima Sayuni. Na yeye anasema Bwana huwazunguka watu wake siku zote, tangu sasa na hata milele. Katika kila jambo unalolifanya, atakulinda usiku umesinzia, atalinda wanao, atalinda biashara yako wewe umesinzia. Yeye anasema utafanya mambo yake na yeye atafanya ya kwako. Yeye atatimiza yote ambayo ni kusudi lako, ambalo yeye ndiye aliyeliweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki na akutendee makuu. Kama unayo maono kwa kuongozwa na elimu, hauwezi kufanikiwa, mwana wa Mungu. Utambue aliyekuumba yupo, na kama yeye ndiye aliyekuumba, anaijua hata njia yako. Ukimtumainia yeye, atakuongoza na ukweli utauona. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Nitumie fursa hii kumkaribisha mtumishi wa Mungu ili aweze kusema jambo, kisha tuendelee na mengineyo. Amina.